بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ila yaumiddin, amma baad. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani si mwingine ila ni Mtume Muhammad, rehma na amani za Mwenyezi Mungu zimshikie, tukiwa ni wenye kuendelea na darasa yetu katika sifat za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tukakuwa mwenye kufikia pale bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa mwenye kuelezea waja wake katika ya sita, sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika hadithi ya Abu Dharr al-Ghafari kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih, kwa yale aliyopokea kutoka kwa Mola wake mlezi. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, enyi waja wangu, innakum tukhtiuna bil-layli wan-nahar, hakika nyinyi munaniasi ama munafanya maasi usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia sisi waja wake tunafanya madhambi usiku na mchana, tunamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kukicha. Sasa Mwenyezi Mungu katika kuelezea sifa zake na ukubwa wake akakuwa mwenye kutuambia, nyinyi waja wangu munaniasi, basi takeni msamaha kwangu mimi. Ndio imekuja katika aya nyingine katika faida za istighfar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, leteni istighfar, hakika yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kusamehe. Na katika faida moja ya watu kuleta istighfar, kwanza tunasamehewa madhambi, na katika mambo tatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa mwenye kutusahilishia. Moja, akakuwa mwenye kutuambia yursilis samaa alaykum midrara, hakika katika mvua itamwagia kutoka mbinguni. Wayumdidukum bi amwali wa banina wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara. Mwisho akakuwa mwenye kutuuliza, ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa kad khalaqakum atwara, mpaka mwisho zikiendeleza aya. Mwenyezi Mungu anatuuliza kwa nini? Tukileta istighfar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa mwenye kutunusuru, atakuwa mwenye kutusamehea. Sasa yeye anasema katika sifa yake, hakika sisi tunamwasi, tunamkosea. Na katika tulipoelezea katika mwanzo wa darsa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa mwenye kumtuma Saidina Musa alayhi salatu wasalam kwa Firauni, nenda. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam tena pia imekuja katika hadithi yake, anakuwa mwenye kusema yeye analeta istighfar, anatubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siku mara 70 au zaidi ya mara 100. Na yeye kama tunavyojua katika Qur'an, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwambia, ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, hakika yako wewe umesamehewa madhambi yako. Na kama tunavyojua mitume ni maasumin. Imam Marzuki anasema katika ubeti zake za akida, anasema ismatuhum kasairil malaika, kuhifadhiwa kwao mitume kana kwamba ni baki ya malaika, hawamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akakuwa ni mwenye kuleta istighfar. Yeye anatufundisha nini hapa ndugu yangu Muislamu? Sisi tusikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimekuja katika hadithi ya Mtume Muhammad pia anasema kule kukata tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu pia ni madhambi makubwa. Kwa kuwa unaona kama Mwenyezi Mungu mnyezi kwa mwenye kunisamea. Kama shirki anamtuma Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam, nenda kwa Firauni. Wewe umefikia dhambi gani wewe ndugu yangu Muislamu mpaka kukata tamaa? Ndio tukaelezea pia katika darsa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna dhambi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hakuna mwenye kuisamea. Anasamea dhambi zote madamu kuna sharti za toba, kuna kujutia, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema an-nadamu tauba. Kule kujutia umefanya makosa fulani pia ni moja katika njia za toba. Ya pili ni kutorudia ile makosa na kujitoa katika ile dhambi. Hizo ndo katika masharti za toba. Sasa ni wewe ndugu yangu Muislamu jiangalie na urudi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Haujui utakuwa mwenye kuondoka katika hii mgongo wa ardhi wakati gani. Haujui malakul maut atakutembelea wakati gani. Tubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiendelea na katika kujisifu kwake anasema ya ibadi inni waja wangu innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni, hakika yenu nyinyi hamwezi kunifikia kunidhuru mimi, walan tablughu tanfani walan tablughu nafni, na wala hamwezi kufikia kuninufaisha mimi, fatanfauni, basi mkakuwa mwenye kuninufaisha. Lao sisi wote tutaamua kufanya ibada, hatuwezi kumnufaisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa chochote. Na kama tutaamua kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatuwezi kumdhuru kwa kitu chochote. Yeye Mwenyezi Mungu kama tunavyojua amejitosheleza na ni ghaniyun, na yani yeye amekamilika kwa vyovyote vile ndugu yangu Muislamu. Ikakuja katika Qur'an akatuambia in ahsantum ahsantum li anfusikum, ikiwa mtafanya wema basi mkawe mkijua mnafanya kwa ajili ya nafsi zenu, wa in asatum fa alaiha, na ikiwa vile vile mnaasi pia ni kwa ajili yenu. Sisi tukiamua kufunga, tukiamua tuswali ni katika manufaa yetu. Tukiamua ni kufanya jambo lolote lile ni katika manufaa yetu. Na utakuja kuulizwa ndugu yangu Muislamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia masikio, amekupatia macho, amekupatia moyo, amekupatia kila kitu. Uko ukijua siku ya kiyama atakuja kukuuliza. Anasema inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kila kitu itakuja kuulizwa. Hakika ina sama ya masikizi, wal basar wal fuad, yote itakuja kuulizwa. Sasa wewe kama umekuwa mwenye kusikia adhan, mwenye kusikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa mwenye kukataza haya, akakuwa mwenye kuamrisha haya, na kabisa akili yako unaona. Sasa ni wewe ndio uamue utafuata gani. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Mwenyezi Mungu ametuwekea njia mbili. Ni sisi tuamue tutakuwa ni mwenye kuingia tupate pepo yake, ama tutakuwa ni mwenye kumwasi tupate moto yake. Kwa kuwa imekuja katika hadithi nyingine ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ikiwa sisi tutakuwa wa mwanzo wetu wa mwisho wetu, yani kila mtu, yani sisi wote tukakuwa ni waovu, tukakuwa kama ni kina Haman, tukakuwa kama ni kina Firaun, tukakuwa ni kama yani vyovyote vile tutakavyokuwa, hatuswali, hatufungi, kama ni masala, yani balaa zote sisi ndio tunafanya. Tukae tukijua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatumdhuru na chochote, kama ilivyokuja katika kisa ya Namrud.
Huyo ni mmoja katika mfalme wa kikafiri, walikuwa na ufalme wanne. Huyo ni mmoja katika mfalme wa kikafiri aliyetawala dunia nzima. Alisema yeye anataka kupigana na jeshi ya Allah. Akaeka watu katika jeshi, akakusanya jeshi kubwa sana, kwa kuwa alikuwa ni mfalme wa dunia nzima. Akakusanya jeshi wanataka kupigana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu katika wale watu wa zamani, kama tunavyojua katika Qur'ani vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kuelezea, anasema allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, mfano ya hao watu waliokuwa nyuma, kina Thamud, kina Ad, kina Musa, hajaomba mfano wake katika ardhi. Yaani watu walikuwa wakubwa, watu walikuwa majabbar, ni watu walikuwa wakikasirika, wakifura kidogo, hizi nguo kwa zile nywele walizokuwa nazo katika mwili zinatoboa zile nguo. Walikuwa namna gani? Ni watu Qur'ani bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasifu, walikuwa wakichimba majabali na wanajenga manyumba za kifahari, wanajenga mapila, wanafanya kila kitu. Namrud alikuwa na jeshi sampulio, walikuwa akitawala ulimwengu, akataka kupigana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kila akijaribu kutaka kudhuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anamuonesha wewe, katika jeshi yangu mimi nitakuletea umbu peke yake. Ndio ikampelekea sababu yake kuwa mwenye kufanya kuondoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea katika sifa yake, anasema ya ibadi law anna awwalakum. Ndio haya sasa, baada ya kutaka kumdhuru Mwenyezi Mungu anatuambia hata tukifanya manufaa ni kwa hatumongezee kitu chochote, ati kwa ufalme wake itakuwa ni mwenye kuongezeka, wala tukikosa kufanya kitu chochote itakuwa ni mwenye kupunguka. Mwenyezi Mungu si kama mwanadamu. Mwenyezi Mungu hana nuksan, hana upungufu yoyote. Ni kama sasa hivi mimi nimekuandika kazi, ndugu yangu Muislamu, ukikosa kufanya kazi katika kampuni, kuna mali kutakuwa na upungufu. Wafanyikazi wa Kigoma kutakuwa na upungufu mali fulani, na wakiwa na nishati ndo atapata faida, na mkikosa kufanya kazi ndo anakuwa mwenye kupata hasara. So kwa Mwenyezi Mungu hakuna hivyo. Imekuja katika hadithi yake, anasema kullu amali ibn adam lahu, amali yote anayofanya ni zake. Na pia saumu, pia ukikaa na njaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa saumu li wa ana ajzi bi, na saumu yake ndo analipa. Na analipa aje? Anakulipa wewe. Sasa tukiamua kumwasi, tukiamua kumkuwa watu wema, ni kwa ajili yetu. Sasa tukiendelea na hii hapo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, anatuambia enyi waja wangu, law anna awwalakum, wa mwanzo wenu kuanzia kwa Nabii Adam alayhi salatu wasalam, wa akhirakum, na wa mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa mwanzo na wa mwisho, wa insakum, yani katika kuanzia kwa mwanadamu, wa jinnakum, na kuanzia kwa majini, wa mwanzo na wa mwisho, kuanzia kwa familia ile majini walipoangamizwa wote, mpaka ibilisi wote, kuanzia wote mpaka ule mtu wa mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, tutakuwa sisi wote na moyo ya mchaji Mungu mmoja. Sisi wote tutakuwa na hiyo moyo, tutakuwa sisi tukiambiwa mambo ya Mwenyezi Mungu hatufikiri mara mbili, tunaenda moja kwa moja. Kumeadhiniwa tunaacha kila kitu, kumefanywa nini tunaacha kila kitu, yani tuna focus na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ma zada dhalika fi mulki shay'an, hamwezi kunizidishia katika ufalme wangu kitu chochote. Sisi wote bondeni, mtaa zote zenye kwa hapa mpaka kufika pale Game Park, kwenda hivi mpaka sijui wapi, kwenda hivi mpaka wapi. Hii msikiti ikakuwa haitoshi bondeni nzima, ikakuwa ndo msikiti. Tukaamua kumwabudu Mwenyezi Mungu, swala zote tunaswali, takbira ikiyapigwa ya kwanza msikiti imejaa mpaka mwisho. Tukiambiwa tutoe tunatoa sisi wote, hata tufikiri ufukara, hatufikiri nyumbani, tunatoa. Tukiambiwa kesho unikufunga tunafunga, yani tunaambiwa ibada zote tunafanya, yani hakuna maasi inapatikana katika mji.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hatumzidishi chochote katika ufalme wake. Akaendelea kutuambia tena katika ingine, ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum. Angalia pia vile vile akatuambia tena, enyi waja wangu, si hapa tulijaribu sisi kuwa wema? Pia akatuambia vile vile, lao pia sisi wa mwanzo wetu kuanzia kwa Adam na majini huko mbele mpaka wa mwisho, ule kiumbe wa mwisho atakayefariki, wa mwisho wetu na majini wetu wa mwisho wote, lao sisi wote tukakuwa ni Abu Jahal, lao sisi wote tukakuwa ni mafirauni, roho ngumu, tunauana, tunafanya nini? Tumerudi katika ujahilia, hatujali, hatuswali, hatufanyi nini. Mkubwa anamdharau mdogo, mdogo anatukana mkubwa, mtoto anatukana mzazi, yani ndivyo hali inaenda hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ma naqasa dhalika min mulki shay'an, hatumpunguzi kitu chochote katika ufalme wake. Angalia, tukijaribu kumnufaisha Mwenyezi Mungu hatuwezi, tukijaribu kumdhuru hatuwezi, tukijaribu kufanya kila mkuu waasi sisi wote hatuwezi kumpunguzia chochote, tukijaribu kufanya hatuwezi kumdhuria chochote. Kumaanisha hizi amali ambazo sisi tunakuwa ni wenye kuzifanya ni kwa ajili yetu. Ikiwa ni swala ni kwa ajili yako, ikiwa ni saum ni kwa ajili yako, ikiwa ni kutoa ni kwa ajili yako. Yani ikiwa amali yote unaifanya ni kwa ajili yako, utakuja Mwenyezi Mungu atakuja kukuhesabia. Anakuangalia, anakuambia mtu fulani ulikuwa hivi, kitabu unapatiwa, unaambiwa ikra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alayha wala taziru waziratan wizra ukhra. Hakuna siku ya kiyama mtu kubebeshwa mzigo wa mwingine. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele anasema, wama kunna muadhibina hatta nab'atha ar-rasula, hakuna mwenye kuadhibu watu mpaka atumie mitume. Mitume waliishia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi tukakuja kuitwa kuntum khaira ummat ukhrijat linnas, tumetolewa katika watu, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Sisi tukakuja kuitwa umma bora kwa sababu gani? Tunaamrishana mema na kukatazana maovu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kutuelezea sisi, tukiamua tukue waaswi, tukue ni mwenye kupiga maji, tukue ni mwenye kukata nini plantation, tukue ni mwenye kupiga sijui nini, yani majani zote tunapiga, yani kila kitu ni tunaona mbele yetu, tunadhuru nafsi zetu. Kwa ukijua unajidhuru wewe mwenyewe, na usiku ya kiyama utakuwa mwenye kuambiwa soma kitabu chako, utasema mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadhira wala yadhlimu rabbuka ahada. Yani kitabu chako utasoma, utayangalia, utasema kitabu gani haijaacha hata kidogo. Hiyo siku ya kiyama Mwenyezi Mungu hadhulumu mtu yote, ni amali yako. Siku zote mahadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutakuwa ni wenye kuambiwa wewe fanya, utakuwa ni mwenye kuhesabiwa 1 kwa 10, hivyo unaendelea. Katika hii mwezi wa Ramadhani ndo katika mwezi wa kurudi katika ibada, ni mwezi wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wangapi katika sisi tuliokuwa nao wakaweka nia zao kuwa Ramadhani hii tutafunga nao pamoja, lakini wametangulia mbele ya haki? Si mama zetu, si ndugu zetu, si wake, si marafiki zetu, so wametangulia mbele ya haki. Wewe Mwenyezi Mungu amekuweka hai, amekupatia fursa, bado unamwambia Mwenyezi Mungu, mimi hapa sasa nimeamua bado nitafanya kile ninachotaka. Una uhakika gani, una garanti gani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa tai Ramadhani utakuwa ni mwenye kuimaliza? Kila wakati mimi nasikia mashekhi wanasema ama hapo hivi, wanaelezea watu tuwe ni wenye kuswali tarawih, tuwe ni wenye kujibirisha katika zile swala za nafli. Kwa kuwa imekuja katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema wama yazalu abdi yatakarraba ilayha bin nawafil, hatoacha mja kujikaribisha mimi kwangu na swala za sunna ama katika ibada zote za sunna, hata uhibbuhu, mpaka nitakuwa ni mwenye kumpenda. Kumbe mtu akiswali hizi sunna Mwenyezi Mungu anampenda.
kuna kablia, kuna tarawih katika mwezi wa Ramadhani, haipatikani miezi zingine zote, haipatikani. Ukishaswali tarawih katika hii Ramadhani utaingojea mpaka next year, na haujui next year kama una ahadi na Mwenyezi Mungu utakuwa mwenye kufika. Sasa ni wakati wetu saizi, turudini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata ikiisha Ramadhani tuambie Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mimi naomba dua kupitia hizi amali zangu nilizozifanya mimi kabla nikiwa Ramadhani. Niliswali swala zote 5. Nilijaribu kuswali tarawih. Nilijaribu hata kutoa ile yangu kidogo yenye napata, nina 100 natoa 50 kwa ajili ya kufuturisha mwingine, natoa kwa sababu ya kusaidia maskini. Hizi ni vitu unatafuta kujijengea amali yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuwa mwenye kutuelezea katika kituambia bado vile vile, ya ibadi. Anasema ya ibadi, enyi waja wangu, lau anna awwalakum, tena anatuelezea hapo tena Mwenyezi Mungu katika sifa zake, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idi wahidin fasaluni, mkataka kuniomba mimi ama mkaniomba mimi. Anasema atapatia kila mtu masala tahu, atapatia kila mtu masala yake. Sisi wote kutoka wa mwanzo, kutoka kwa Nabii Adam, kutoka kwa majini walivyokuwa kabla ya sisi kuja, na wa mwisho sote tukasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uwanja mmoja. Kila mtu akaanza kuambia Mwenyezi Mungu ampatie kile anayotaka. Wewe unataka nini? Wewe unataka baiskeli, unataka doli, unataka kitu fulani. Wewe unataka nini? Unataka Benz. Yani kila mtu anataka, yani kitu chochote unatamani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sifa zake anasema, maanaka sadhalika mimma indi, hamwezi nipunguzia mimi kitu chochote katika ufalme wangu. Kwa yale niliyokuwa nayo mimi hamunipunguzii chochote. Sasa wakuomba nani ndugu yangu Muislamu kama si Mwenyezi Mungu? Angalia, ametupatia sisi wote hizo vitu zote tuko nazo. Amekupatia afya, amekupatia swiha, amekupatia watoto, amekupatia mguu na mkono, macho, kila kitu. Yani unafaa umshukuru Mwenyezi Mungu. Wakushukuriwa nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama hauna baiskeli, hauna bajaji, hauna taxi, hizi magari ndogo ndogo, hauna lolote, lakini kuwa hivi mzima ni kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza toka ukatembea, ukaota jua, ukaruka, ukakaa, zote hizi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema illa kama yanqusul khayt mahitu, ni kama mtu kuingiza sindano, idha udkhila albahr, kama kuingiza sindano katika bahari, alafu ile maji yenye natoka imebaki kwa sindano. Ukiingiza kitu sikuna kama maji kadogo utoke kanabaki hapa. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, yani akishatupatia sisi wote hiyo, ni kama tumeingiza sindano kwa bahari ikatoka hivyo, na kama maji kadogo kanabaki hapo. Tumefanya nini baharini? Tumepunguza kitu yote? Angalia ukubwa na sifati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye hataki mambo mengine, anataka wewe kuja tu kumsujudia hapa, umwambie Allahumma atina fid dunya hasana, nipe aliyokuwa katika dunia ni mema, kama ni gari, kama ni wake, kama ni pesa, kama ni nini, yote atakupatia. Wa fil akhirati hasana, na pia katika akhira aliyokuwa mema, hesabu yangu ikuwe rahisi, nipite katika sirat rahisi, nisikuwe na uzito katika kuhesabiwa na kuingia peponi. Pia unaweza kuja na dua zako baada ya swala ukamwomba Mwenyezi Mungu, ukamwomba na Kiswahili, ya Rabbi, mimi nataka kitu fulani, nataka kitu fulani na fulani na fulani. Kuwa na hakika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukimwomba sisi wote hatumpunguzi chochote. Hiyo ni katika sifati yake. Lakini bado sisi tunakuwa na lakini, hatuna yakini kuwa Mwenyezi Mungu ni faalu lima yurid, anafanya anayotaka. Anakwambia nyinyi niombeni, mimi nitawapatia. Amekuja katika aya anasema, idha saalaka ibadi an fa inni qaribun ujibu, anakuwa mwenye kujibu dua ya mwenye kumuomba. Sasa tunamwomba nani? Tunakuja msikitini hapa ni kama tunakuja kugambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni msiba. Wacha niende nikaswali, lakini lazima niende tu kwa mganga. Wacha ni swali, lakini niende tu kwa mshirikina. Wacha ni swali, lakini yani unakuwa na lakini kwa mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anaelezea katika Qur'an, dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, yani ni uongozi kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wenye kumcha Mwenyezi Mungu nani? Si ni mimi na wewe? Kwani sasa tunakuwa na shaka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala?
Siku zote katika darasa zilizopita nilikuwa nikielezea watu kama kwa Mwenyezi Mungu tuichukulie mfano ni kama huku kwa mzazi. Mzazi akiwa na watoto wawili na nyumba, ametoka ameondoka asubuhi, amekwenda kutafuta riziki, ameacha watoto katika nyumba. Alafu sasa hawa katika hawa watoto wawili kuna mmoja akaamua kufanya usafi katika nyumba. Kama ni zombo akakuwa mwenye kuosha, kufagia, kutandika nini pale, at least nyumba inakaa safi. Huyu mwingine akakuwa hajafanya kitu chochote. Sasa mzazi akikuja atafurahishwa na nani? Si yule aliyefanya kazi. Sasa huyu aliyefanya kazi akiomba mzazi kitu chochote atanyimwa? Atanyimwa kwa kuwa amemfurahisha. Sasa kwa Mwenyezi Mungu ni hivyo. Hiyo ni mfano nimwapigia. Kwa Mwenyezi Mungu ni hivyo. Tujipendekezeni kwa Mwenyezi Mungu, tukue wanyonge. Tukujeni tu tuswali, yale tukataza tuachane nayo, aliyotuamrisha tufuate. Kama ni swala tuswalini, kama ni swala 5 ile kama ni sunna tujaribu kadri ya uwezo, mswaki nini, ngana shikana sunna kuswali tarawih, jipendekeze siku 3 ama 4, alafu une mkono wako Mwenyezi Mungu uone kama atakunyima. Unajipendekeza tu, ni kama kwa mzazi. Vile sisi tunafanya kwa wazazi kujipendekeza, tukiomba kitu tunapatiwa, kwa Mwenyezi Mungu ni hivyo hivyo. Ya mwisho nikimalizia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ibadi inna hiya amalukum usiha lakum, hakika hii ni amali yenu. Katika sifa zake, baada ya kuelezea hizo zote, masala ya kukua njaa, kukua tujihifadhi, tujistiri, tufanye kila kitu, Mwenyezi Mungu mwisho anatuambia ni ya ibadi, enyi waja wangu, inna ma hiya amalukum, hakika hii ni amali yenu, usiha lakum, na wahifadhia. Na wahifadhia, yani nawekea. Wewe fanya kila kitu katika dunia tangu balegi, kila miaka kila kitu, yani si kila miaka, kila minutes na seconds anakuwa ni mwenye kukuhesabia tu, anakuwekea tu, anakuwekea. Mwisho siku ya kiyama anakupa mwenye kufanya kukupatia, thumma wafikum ilayya, kisha nawapatia siku ya kiyama. Sana unaambiwa kitabu yako chukua. Anaendelea kutuambia nini katika Mwenyezi Mungu katika sifa zake ya mwisho? Faman wajada khairan, yule atakayepata khairi, falyahmidillah, basi amshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man wajada ghaira dhalika, na yule atakayepata kinyume cha hiyo, kama unajua kabisa wewe haujapata khairi, ni kinyume chake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fala yalumanna, basi usilaumu mtu yote, illa nafsahu, isipokuwa nafsi yako. Katika hizo sifa zote ameelezea, katika hii mambo yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kutuelezea, tukifanya hii anakuwa ni mwenye kutupatia hii, tukifanya hii anakuwa ni mwenye kutufanyia hii. Sasa wewe unafaa ukae ukijua haya yote unayofanya katika malengo ya kuzungumzia haya sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ya kwanza anasema la yadhlimu Allahu ibadati, Mwenyezi Mungu hadhulumu waja wake. Ukifanya mema anakuandikia, ukifanya maovu anakuandikia, ukileta istighfar na kuvutia, ukitubia anakuwa mwenye kukuvutia na anakuingiza katika masala ya khairi. Alafu lingine akatwambia tutafute hidayah kutoka kwa Mwenyezi Mungu, tutafute yani uongofu ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio kila sisi sote tumekuja hapa kuswali, tunaambia Mwenyezi Mungu nini? Ihdinas siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyoka. Hiyo ni ya pili. Alafu ya tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika malengo ya haya anatuambia ni tutafute riziki min Allah. Riziki inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima tukue na yakini inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikipitia katika mwanadamu ni asbabu. Usije ukakosa riziki ukakuwa mwenye kupiga kelele. Usije ukakosa ukakuwa mwenye kulaumu watu. Usije ukafanya kitu fulani ukakuwa mwenye kulaumu, unasema sifai kukosa, sifai kufanya kitu fulani. La, ndugu yangu Muislamu, hizi ni vitu nafasi tukue tumejiwekea. Kando na Ramadhani hapa si tunaishi na si tunakula na si tunavaa kila kitu tunataka. Mbona kitu kidogo tu inakuja kutuletea aibu? Kungangania, kupigania katika mwezi wa Ramadhani. Na ni kitu wewe mwenyewe ukiamua unaweza jifanyia wewe mwenyewe. Ile riziki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia, ichukue utumie. Mpaka hapa tutakoma. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu ni kusikia na kufuata. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.
Allahumma innaka afun karim halim tuhibbul afwa fa'na. Allahumma atik rikabana wa rikaba baina ummahatina min nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu